Lihimidiwe jina lako, dunia yote inatutazama. Je, tutasema nini kwa dunia na ulimwengu wa sasa? Dunia inahitaji na dunia imepoteza tumaini. Tupe neema yako ili tumaini litokee kwenye ujumbe huu, watu wako kujua kwamba bado unawapenda. Naomba neema yako juu yangu na utukufu wako pia. Roho Mtakatifu karibu, maana wewe ndiye mtafsiri mkuu kwa ajili ya ujumbe huu, ili kile cha kwako tupate neema kwenye mioyo ya watoto wako. Si tu walioko hapa na walioko kote ulimwenguni. Chakula hichi ni package. Wengine watatumia leo na itawapa matunda. Wengine watatumia miaka ijayo na itawafungua pia. Kwa jina la Yesu msamehe kila mmoja atakayefika mahali akasema kwa nini amechelewa. Mungu, wewe ni Mungu yule jana, leo na hata milele. Tuhudumie jinsi inavyokupendeza kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa wanaita wapi? Naam? Syrup. Hiyo ndio jina rasmi. Na naomba nikuletee ujumbe wa neno la Mungu. Natamani uwe na kalamu, na Biblia na daftari. Mimi ni mwalimu. Mwalimu hata tamani mwanafunzi asiye na daftari. Ujumbe wangu natamani ukusaidie leo na ukusaidie kesho. Usaidie miaka ya sasa, usaidie na miaka ijayo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Leo ni siku ya tarehe 8. Ni sawa? Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 5, 2025. Kwa mfumo wa nchi yetu ina kitu kinaitwa kampeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Lakini mwaka huu na tarehe hii sisi tunafungua kampeni hapa yenye kichwa kinachosema kampeni ya urejesho wa kifedha kwa wana wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Kampeni, sema kampeni. Andika hivyo hivyo, ni kampeni. Wewe utatamani kuitumia kwenye siasa. Sisi tunatumia kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kampeni ya urejesho wa kifedha kwa wana wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Kampeni ya urejesho wa kifedha kwa wana wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Nami naomba niulize swali. Wangapi wameokoka? Usiwe na mashaka. Kama ningeuliza wangapi ni wa Tanzania, siamini kama wangenyosha mikono wachache. Wangapi wameokoka? Sawa. Asante sana. Nami nikushukuru sana kwa sababu umeokoka. Kila mtu aliyeokoka ana kitu ambacho kinahitajika ndani ya kufanikiwa kwake maisha. Kila mtu aliyeokoka. Weka oim, wanaita oim, uyumo, sawa. Na anayekaa Marekani, na anayekaa Dar es Salaam, na anayekaa Manyara, Babati, anayekaa Hanang, anayekaa Katesh, anayekaa kila mji, hata anayekaa tena ndani zaidi. Tukubaliane bila hata kujali, tutahitaji fedha. Ni sawa sio sawa? Tunaenda sawa? Sisi tunazindua leo kampeni kama huduma. Mungu ameniambia miezi 6. Sijajua kama itakamilika. Miezi 6 ya kufahamu mafanikio ya wana wa Mungu ndani ya Kristo, ya kwamba yapo. Kwamba wewe huna, sio kwamba hayapo. Narudia tena. Ukilala kitandani, ukajisahau, ukageuka, ukaacha shuka, sio kwamba shuka haipo kitandani. Ila wewe
umegeuka. Shuka haijigeuzi ila itahitaji uitumie kuigeuza. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kila mtoto wa Mungu kwa mujibu wa jina la Yesu na damu yake na msalaba wa Kalvari ana kitu cha kifedha ambazo Yesu amebeba, ambayo ni ya kwake. Mimi sijui kama unajua. Hata hivyo naamini sana hujui. Haleluya. Haleluya. Ile kwamba haujui haina maana kwamba haipo. Mimi nakuletea ujumbe kwamba yako mafanikio yako yapo ndani ya Kristo Yesu. Na hayo mafanikio yamebebwa kwa namna ambavyo ni lazima sasa utafute ni nini nafanya ili niweze kupata hayo mafanikio yaliyoko wapi? Ndani ya Kristo Yesu. Niwekewe jiwe kwa nje au funga kwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo langu limebebwa na malengo mawili. Lengo la kwanza ni kuachilia ufahamu ndani ya watoto wa Mungu kuhusu aina ya maisha waliolipiwa na Yesu pale kwa njia ya msalaba. Hilo ni lengo la kwanza. Narudia, lengo la kwanza ni kuachilia ufahamu ndani ya watoto wa Mungu kuhusu aina ya maisha waliolipiwa na Yesu kwa njia ya msalaba. Sema kulipiwa. Sema kulipiwa. Unaenda Katesh, alafu mtu anakuambia nimekulipia hoteli ya kulala. Hoteli maarufu ni ipi? Dongo Beach. Na kulipia. Alafu wewe unasema kabla ya Nangwa pale katikati unahitaji kati ya Nangwa na Katesh, kabla ya Tumaini hapo kuna Bama. Unasema mimi nikifika Bama kuna shangazi, naomba hiyo hela yangu. Unaenda kwa hoteli Dongo Beach pale, naambia umelipa gharama, kuna mtu amenilipia hoteli hapa chumba cha kulala. Shingapi? 15,000. Naomba hizo 15,000 kwa kweli. Uzeni hiyo chumba kwa sababu pale Bama kuna mahali naweza kulala kwa shangazi. Unapewa hiyo hela? Unapewa? Kwa nini? Kwa nini? Imeshalipwa. Kuna wimbo naimba, imeshalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saidie. Haipo huko. Kwani iko huko? Iko simu chaji. Bomoeni huko. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuulizane jamani. Turudi kwenye network. Unapewa hiyo hela au hautapewa? Kwa nini hupewi? Kwa sababu yule mwenye Dongo Beach amewekwa pale ili afanye mauzo ya vyumba. Na tayari ameshaandikia kwenye kitabu kwamba ameshauza chumba namba 10. Hakupi hela. Mimi nina shangazi pale, nataka kwenda kulala. Hata ungesema nina hapa mjini na sehemu pa kulala. Swala sio mahali pa kulala. Swala ni kwamba imeshalipwa. Watoto wa Mungu ndani ya Kristo Yesu, gharama zetu zote zimeshalipwa pale msalabani. Yaani hakuna kitu kimeacha kulipwa. Kwa hiyo lengo la kwanza ni kuachilia ufahamu ndani ya watoto wa Mungu kuhusu aina ya maisha waliolipiwa na Yesu kwa njia ya msalaba. Hilo lengo la kwanza. Lengo la pili, leo nakuwekea msingi. Kuna vitu tutatembea nayo kwa siku hizi, vipindi hivi havitatosha. Na mimi nataka Mungu akutoe hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Okay. Ngoja niwaulize. Nikiwauliza hapa, wangapi wamelala kwenye godoro leo? Karibu kila mtu asingekubali kusema nimelala kwenye tandiko la chini. Hata mwingine hana godoro angesema mimi nimelala kwenye godoro. Ya ngapi kwa ngapi? Lakini atasema nimelala kwenye godoro. Na ni sawa kabisa. Ni vema, ni jambo zuri. Kwa sababu kwenye macho yangu sitaweza kuambiwa kwamba huyu mtu amelala kwenye godoro au amelala kwenye sakafu. Ila wewe uliyelala ndio utakayeniambia umelala wapi. Tunaenda sawa? Lengo la pili ya kampeni hii ni kuwafahamisha watoto wa Mungu kuwa walicholipiwa na Yesu msalabani ipo kikanuni ndani ya agano lake. Ipo kikanuni ndani ya agano lake. Kuwafahamisha watoto wa Mungu kuwa walicholipiwa na Yesu msalabani ipo kikanuni ndani ya agano lake. Agano la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hebu mshike jirani yako. Mwambie Yesu anakupenda. Mshike na wapili. Mwambie Yesu anakupenda. Mgeukie na wanyuma yako. Mwambie Yesu anakupenda. Mwambie ni kweli huna furaha lakini Yesu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwafahamisha watoto wa Mungu kuwa walicholipiwa na Yesu msalabani ipo kikanuni ndani ya agano lake Yesu. Amen. 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 Neno kuu tulilopewa, tumepewa maandiko mawili. Waraka wa mzee Yohana, waraka wa 3 sura ya 1. Na hata hivyo ina sura ya 1. Twende tu na sura 1 tu. Waraka wa 3 wa mzee Yohana, sura ya 3. Waraka wa 3 wa mzee Yohana, sura ya 3. Naomba uwe mwaminifu. Sitachukua dakika nyingi, nimeweka saa. Kizidi sana dakika 30. Mpaka 45 nitakuwa nimemaliza. Waraka wa 3 wa mzee Yohana. Waraka wa 3 wa mzee Yohana. Sura ni hiyo hiyo ya 1, mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Narudia, kuna mtu hajapata. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kumbuka leo tunaweka msingi. Kumbuka leo ndio tunazindua kampeni. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sema ufanikiwe katika mambo yote. Sema ufanikiwe katika mambo yote. Mambo yote ni yapi? Mimi na wewe tuulizane, mambo yote ni yapi? Kwa sababu akishasema mambo yote, Biblia inasema jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo si vema, lakini hapa Mtume Yohana anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Alafu akaleta kama vile roho yako fanikiwa. Kama ni mpenzi, kwanza ni mtu anayependwa. Tuko sawa sawa? Lakini afanikiwe katika mambo yote. Kama vile roho yake. Roho yake yupi? Anayesemeshwa. Ilivyofanikiwa. Haleluya. Haleluya. Wakorintho wa 2. Sikupeleki haraka. Sije ukafikiri na kupeleka haraka. Ila nataka nikupe misingi ya leo.
Haleluya. Haleluya. Kumbuka jambo hili litakutoa mahali. Mimi najua kuna wengine watakwazika. Na mimi nitafurahi pia ukikwazika. Ni furaha yangu pia ukikwazika. Sitafurahi sana kwamba unifurahie. Nitafurahi ukikwazika kwa sababu ukikwazika ndio utatafakari. Unajua ukifurahi hutatafakari. Ila ukikwazika unatafakari. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana safari ya kwenda mbinguni? Serious? Muulize tena jirani yako. Mwambie umejikagua? Amejikagua? Amekwambiaje? Amejikagua? Anaenda mbinguni? Okay. Sasa nisikilize. Kama unaenda mbinguni, Mtume Yohana anasema ufanikiwe katika mambo yako yote. Kwa hiyo tukimpeleka Yesu pale nyumbani, unamuuliza tu swali. Neno lako limesema nifanikiwe katika mambo yote kama vile roho yangu ifanikiwavyo. Okay. Bwana Yesu, twende nyumbani kwangu. Na huhitaji kumwambia Yesu twende nyumbani kwako. Hata ukiongea naye hapo yuko nyumbani kwako. Hata hapo ulipo ukimwambia angalia chumbani yuko nyumbani kwako. Hata ukimwambia angalia watoto wangu yuko na watoto wako. Kwa sababu Yesu yuko kila mahali kwa wakati mmoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa lazima kila mtu mmoja afike mahali aseme hapa nipo kwa sababu ipi? Nini kilichoniweka hapa? Na nini kinachonizuia hapa? Na je, ni mahali pangu hapa? Kama sio mahali pako hapo, sasa inabidi ujitafakari natokaje hapa. Sababu somo hili halitakuacha ukabaki hapo. Ila ukiamua kusema nabaki hapa, ni jukumu la kwako kwa sababu hata Yesu hakupigi. Hata Yesu hakuchapi. Hajanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Elia alisema mimi sio mwenye haki kuliko wengine wote. Hajambadilisha Mungu. Ni kweli sio kweli? Hajambadilisha Mungu. Akasema ni uwe. Mungu amwambia amka, una njaa. Wewe shida sio kuua. Mimi sio muuaji. Wewe shida ni njaa. Kama kweli alisema naomba ni uwe, kwa nini aliamka akala? Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Si amemwambia Mungu naomba uniue. Maana mimi sio bora kuliko watakatifu wote. Alafu alivyoambiwa na malaika amka ule, buduria iko hapa. Mkate iko hapa. Angemwambia sitaki maana nimesema nife. Kwani ale ndivyo tulivyo walokole. Mungu usiniache. Lakini una njaa. Si sawa? Mungu usiniache. Bora kuondoka hapa ulimwenguni. Dhiki hii ni kubwa sana. Lakini una njaa. Njaa tulio nayo kwa sasa ndani ya kanisa ni njaa ya kutokufanikiwa kwa vitu ambavyo Mungu ametulipia gharama. Vitu vipo ila hatuvitumii. Kwa hiyo hatuna tofauti, labda tumeshindwa pia na Elia. Kwa sababu Elia kaamka kala. Sisi hatuamki tule. Hatuamkije tule. Hatuamki tutafute hatima ya maisha yangu ndani ya Kristo Yesu. Ni nini? Mungu umeniweka ndani yako kwa njia ya Kristo Yesu. Msalaba ulifanya kila kitu. Lakini je, mimi sikuwepo kwenye msalaba pale? Yesu alisema yote yamekwisha. Ni sawa sio sawa? Yameishaje? Yameishaje? Hapo ndio mahali pagumu. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili, sura ya 9, sura ya 8 mstari wa 9. Halo? Ni maneno ya msingi. Kumbuka ni maneno ya msingi. Nenda kawaulize mabinti na vijana wanaotaka kuoa na kuolewa. Binti akimwambia mwenzake nimepata mchumba,
Cha kwanza atamuuliza ana nini, hata kama hawaambii wazazi wao. Mwingine atamwambia anaendesha bodaboda, atamuuliza ya kwake, amemaliza mkataba. Ni sawa, hautakubali leo, lakini ni kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri kwa nini anauliza? Anataka aone mazingira kama yatakuwaje. Huko anakoenda kuna jua kali au kuna kimvuli kidogo? Tunaenda sawa? Okay. Akijua kuna jua kali, na yule anayemuuliza mwenzake akijua kwamba kule kuna jua kali, namwambia muombe Mungu tena. Sio kwamba anahitaji kuomba Mungu, anahitaji kuona kimvuli. Shida sio kuomba Mungu, shida ni kimvuli. Tatokea kimvuli mbele. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Hata mama wa huyo binti atamuuliza huyo binti anayekuchumbia ana nini? Na ni sawa kibiblia. Unajua shida ni kwamba tunasoma Biblia kwa kuchelewa. Na huwa tunasoma siku tukitaka kutoka mahali fulani. Lakini hatu study kabisa kwamba sasa tuko kwenye study ya Bible study. Tunajifunza Biblia. Sababu kama tungesema tunajifunza Biblia, tungetafuta kujua maana ya darasa, kwenda darasa. Tunaenda sawa sawa. Sura ya 8 mstari wa 9 anasema hivi: maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Emsema kwa ajili yenu. Emsema kwa ajili yenu. Mshike jirani yako, alafu mwambie kwa ajili yako. Okay. Kumbe ni maskini. Sio kwa sababu ni maskini. Kwa ajili ya nani? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza anasema maana mmejua neema. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neno neema, tusichostahili. Kwa hiyo kafanya kitu ambacho hatustahili. Hata mimi ninayesimama hapa singestahili kukuhubiria, singestahili kukufundisha, lakini ndani ya ule utajiri ule jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya ule utajiri pale mimi nikachukua cha kwangu. Hello? Yaani pale sikuhitaji kwenda pengine. Nilienda pale kwa njia ile ya msalaba, ndani ya ile neema. Nikamegewa kitu ambacho nitajua nikuambie nini. Niko kwenye neema. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Akasema jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi nyote, hebu sema nyote. Anasema ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini. Kwa umaskini. Yaani yeye akaja akavua suti. Akasema jamani, wote wanaoniamini vaeni suti. Mimi navaa kaptula. Akakaa pale na kaptula. Wangapi wamewahi kuvaa kaptula kwenye miaka ile ya kuanzia maisha? Kaptula ipi? Maana kuna aina za kaptula. Acha ile kaptula ya Mang'ati. Kuna aina za kaptula. Kuna aina ya kaptula ambaye ukikaa hamtaangaliana uso. Hajanielewa. Hamtakaa mkaangaliana mkasalimiana hivi. Mwingine akae hivi, mwingine akae hivi. Hiyo ndio kaptula tunaijua. Yaani unakaa unaelekea huku, kwa sababu mkikaa mkielekeana kila mtu atakuwa kituko. Sasa Yesu kavaa hiyo kaptula ya kutokuangaliana. Kakaa kule. Suti yake ya aina mbalimbali. Akasema jamani, kila aliyeniamini vaa hiyo suti. Wewe usifiche uchi. Mimi wacha nichukue uchi. Wewe vaa vizuri. Ukipita njiani, kama tukiwa tunatembea na wewe, yani wewe unatembea na Yesu mjini, wewe unapewa haisa, mheshimiwa. Alafu Yesu anaambiwa, ujambo bwana mdogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Mshike jirani yako, mwambie tuko darasani. Mwambie tuko darasani. Na unajua mbaya kilichotokea kwenye kanisa, kuna madarasa mengine hayajawahi kutokea, kwa hiyo yakitokea wanasema Yesu amekuja kwa msalaba wa kulala chini sasa. Hapana, Yesu ni yule yule. Yule yule. Mwalimu aliyekufundisha darasani sio mwalimu aliyenifundisha mimi. Lakini ni walimu. Tunaenda sawa? Sasa anasema kwa kuwa alikubali kuwa maskini kwa ajili yetu, akavaa umaskini kwa ajili yangu. Umaskini ni nini? Umaskini ni upungufu wa kila hatua mahali mtu alipo. Umaskini ni kupungukiwa na mahitaji mengine ambaye ni ya lazima. Jamani, tuko kwenye mwili, hatujaacha mwili tukaenda mbinguni. Tuko kwenye mwili. Mwambie jirani yako uko kwenye mwili. Na tukishakuwa kwenye mwili, huo mwili unahitaji mahitaji maalum ambaye ni ya lazima. Hebu sema ya lazima. Sasa kama yale mahitaji yasipotimilika, mwili huo unasababisha roho kutokuwa mwaminifu. Kwani Yesu alisemaje? Mwili ni dhaifu, lakini roho iradhi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa maskini. Hapa lazima tufikiri. Kanisa la Mungu tuamke. Alikuwa maskini kwa ajili yangu. Kumbe hakuwa maskini, ila kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya wale wote wanaoliamini jina lake, akakubali kuwa maskini. Ngoja tutakwenda tu. Tutakwenda tu. Hakuna mtu amemwona Yesu, wala hakuna mtu amemwona Mungu. Wale mitume kidogo wamepata neema. Kuna Petro, hata nilikuwa nasoma nyaraka za Petro, anasema sisi ni mashahidi. Hata tulivyotaka kumwambia tujenge mabanda matatu, tulishuhudia na tukasikia sauti kisema huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Mimi na wewe tumewahi kukutana na hiyo? Tumewahi kukutana? Lakini tunaamini. Si sawa? Na Biblia inasema imani ilikuwa na hakika. Hiyo hakika imebeba kila kitu cha kwako. Haina shida, hutaki, wewe baki ulivyo. Lakini kwa Yesu ipo. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa leo linahitaji kufunguliwa kutoka vifungo ambavyo vimekuwa vya miaka ya maisha. Unajua kuna vifungo vya maisha. Kule jela kuna vifungo vya aina mbalimbali. Kuna vifungo vya mwezi, kuna vifungo vya siku, kuna vifungo vya nje, kuna vifungo vya miaka, kuna vifungo vya maisha, kuna vifungo vya kunyongwa. Tunaenda sawa? Kanisa liko kwenye kifungo nadhani cha kunyongwa. Mimi nadhani cha kunyongwa. Unajua cha kunyongwa, hata unajaribu kufikiri sasa kama nanyongwa, maana yake sasa kunyongwa sijui ni saa ngapi. Unajua ile ya kunyongwa hata saa haijulikani. Ni bora ya maisha, maana utakaa hewa ya dunia itakupiga piga tu kidogo, ni maisha mpaka unazeeka, mpaka unafia umezeeka. Lakini ya kunyongwa ni dakika gani? Hatujui. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kusema wale wa kunyongwa waletwe ni jaji. Akishasema ni wa kunyongwa, kuna namna inapitishwa kwa sheria kwamba sasa ni wa kunyongwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie mambo machache. Wangapi wanahitaji fedha kwenye maisha yao? Mimi nakupenda. Hata hivyo usingenyanyua mkono bado mimi ningefurahi. Kweli? Kwa sababu hata kwenye zile vitabu tulisomaga wakati tukiwa shuleni, kwa kitabu fulani cha darasa la 5, kuna mahali fulani tulikuwa tunaangalia sungura akirukia ndizi. Akashindwa kufikia. Alafu akasema sitaki mbivu hizi. Sio mbivu, hakufiki. Uhitaji hela. Uhitaji hela. Mimi sijaleta hela, nimeleta ujumbe wa hela. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu najua ukisema wangapi wanahitaji hela, mtu atasema alafu atatupa. Nina ujumbe wa hela. Hujawahi kupita kwenye migahawa ukapata harufu ya pilau ukasema imenukia kwa kweli?
afu na njaa. Alafu mfukoni huna hata ndururu. Unafunga njaa. Hujui kuna watu wanafunga njaa? Hebu sema kufunga njaa. Kamuulize Elia, tumkuta mahali. Mwambie ulikuwa umefunga au ulifunga njaa? Atakwambia njaa. Ndio maana alipopelekewa guduria akasema alo, mimi na njaa. Akaamka kala. Sasa na wewe huna hela, sawa? Lakini sio hutaki hela. Umefunga njaa ya hela. Naelewa kufunga njaa ya hela? Bwana, wewe unajua. Na unajua wapendwa wanaweza kujitia nguvu. Akasema hata na hapa Bwana atatoa njia. Wapi? Ameshatoa njia msalabani. Kila kitu amemaliza pale. Ameshatuhakikishia kwamba kuna vitu ambavyo nimeshavilipia gharama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mambo matatu. Alafu tutamaliza. Tutaomba, tutarudi baadaye tena. Mwambie jirani yako usikose. Mwambie usikose. Wale walioshiriki kwenye ile harusi ya Kana ya Galilaya, divai ya mwisho ilikuwa nzuri sana. Jema sana. Ila darasa linapoendelea ndio unazidi kuingia ndani. Unazidi kuelewa. Mimi najua kuna mahali umeshajikwaa. Na hata hivyo watenda dhambi wakubwa saa hii ndani ya kanisa ni wasio na hela. Sawa? Usielewe tu. Unaonaje nyumbani mtoto anaumwa au anahitaji daftari, alafu hela hamna? Unamwambiaje Yesu kwenye maombi yako? Twende kwenye maombi. Unamwambiaje? Mtu mmoja nisaidie. Unaombaje? Unaombaje? Mchungaji, unaombaje? Unafanya Bwana Yesu, pasua anga, daftari zishuke. Hapo sio pa kupasua anga, hapo ni hela. Yasikia. Na mtoto anahitaji daftari. Ukimwambia mwanangu, hebu ngoja niingie chumba cha maombi hapa, atakwambia baba huko duka hamna. Duka liko huko nje. Duka haliko huku ndani. Hata wakipita barabarani akija mwanajeshi ameshika bunduki hivi. Ameshika bunduki kabisa na anamnyoshia mtoto wake. Unajua anasemaje ile mtoto? Atamwambia hivi, "Nakuambia kwa baba yangu." Lakini mtoto, huyu mtu kashika bunduki, si sawa? Lakini mtoto atamshtaki mwanajeshi kwa nani? Kwa baba. Baba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jirani yako mkono. Mwambie saa inawadia. Wakati jana jioni nilikuwepo. Mwambie saa ya kuamka kwenye usingizi inawadia. Inawadia leo. Halo inawadia. Inawadia. Kataa wewe, sisi tunakwenda. Kataa wewe, mtoto wako atakuuliza maswali ambayo ni magumu. Na hiyo siku utamwambia, "Mwanangu, nisamee maana sikumjua Yesu." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza kwenye mambo matatu kwenye kampeni hii. Jambo la kwanza. Ikiwa tu unamwamini Bwana Yesu, una haki zako za kufanikiwa kifedha na kiuchumi. Ikiwa tu, jambo la kwanza. Ikiwa tu unamwamini Bwana Yesu, una haki zote za kufanikiwa kifedha na kiuchumi. Amen. 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 Sasa niliuliza mapema wangapi wameokoka, mkanyosha mikono. Kwa hiyo sasa hamtoki. Sasa tuko ndani. Tuko ndani. Tuko ndani. Ikiwa tu umemwamini Bwana Yesu, una haki zote za kufanikiwa kifedha na kiuchumi. Maana yake fedha sio uchumi. Fedha sio uchumi. Mwisho wa dunia haitakuwepo fedha.
Namba 666 haituambii kuna hela. Natuambia kuna namba ya kupokea hela. Lakini unapokea kwenye uchumi. Hajanielewa. Namba 666 hainiambii noti. Kasoma kwenye Ufunuo. Atakayeuza na atakayenunua atatumia namba. Na sisi tulio ndani ya Kristo Yesu, tusipoimarisha namba yetu ya msalaba, hatununui wala hatuuzi. Hajaelewa. Sisi ndani ya namba ya Yesu tuna namba ya jina la Yesu. Hiyo namba tusipojua namna ya kuitumia, hatutachukua hela wala hatutapata uchumi. Kwa hiyo kama hauna namba ya jina la Yesu lenye kukuwezesha ndani yako kupokea ahadi zake, unahitaji kusema wewe ni Mkristo. Unahitaji. Sikufukuzi kanisani. Kaa utusindikize. Kwani hujaenda stendi? Wenye tiketi ni wangapi? Na wasio na tiketi ni wangapi? Stendi zote wasio na tiketi ndio wengi kuliko wenye tiketi. Hujanielewa? Wanaosindikiza watu kusafiri ni wangapi? Hata jana nimewapakia rafiki zangu wako njiani. Waliowasindikiza ni wengi kuliko wao wanaopanda kwenye gari. Baadaye wanamwaga mmoja, nikajua walimsindikiza mmoja. Kwa nini? Wasindikizaji wao wanakuwa wengi. Hata mimi sikondoi ndani ya kuwa ndani ya Kristo. Lakini kwamba kuna haki yako fulani unataka kuitumia, haitanilazimisha mimi nikulazimishe. Ila nimepewa neema ya kukufunulia kwamba una vitu vya kwako huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tu unamwamini Bwana Yesu, una haki zako zote za kufanikiwa kifedha na kiuchumi. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 1. Nadhani kama tutaenda na maandiko itakuwa vizuri kwako. Hata askofu akikuuliza mwambie walisoma maandiko fulani. Yeye wengine atapiga simu kwa askofu. Tumeletewa dini mpya hapa. Hii sio dini mpya. Hii ni habari njema. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu unajua kama mtu hajawahi kukutana naye, kwanza unatafuta kujua amezaliwa upande gani. Usitafute kuzaliwa upande wangu. Mimi nimezaliwa kwa Yesu. Sababu utatafuta kuzaliwa kwangu ametokea tokeaje. Nimetokea pale wewe unapopaamini. Ila wewe ulipopaamini upajui. Kwani Yesu aliwaambiaje wale Mafarisayo? Akawaambia, ninyi hamna baba. Sasa mngekuwa na baba mngeniamini mimi. Akasema, hatuna baba. Sisi sio wana wa haramu. Sisi ni watoto tuliozaliwa na Ibrahimu. Akaambia Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nimekuwepo. Akachukua mawe kutaka kumpiga. Akamwambia wewe miaka yako hata 40. Sasa umemtangulia Ibrahimu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Unajua kukaa ndani ya jiko alafu upate moto ni hatari kubwa sana. Umekaa kwenye moto, unageuzwa kama chapati hivi. Wapendwa, Wakristo wanakaa ndani ya mafanikio lakini hawafanikiwi. Wanakaa ndani ya aina zote za baraka, aina zote, hebu sema aina zote. Lakini hawana hata aina moja. Afeki. Feki hao. Mimi nataka nikuulize, angalia tiketi yako ya wokovu. Usikuta hujaokoka. Kwani kuna shida gani? Yesu mwenyewe alisemaje? Mtu atakayetaka kunifuata ajikane nafsi yake. Kujikana nafsi maana yake kaa chini, piga hesabu. Injili ya Luka anasema kwenye ile Injili ya Luka sura ya 14 ule mstari wa 25. Anasemaje? Makutano mengi alipokuwa anamfuata, akasimama akawageukia akawaambia, mtu akinifuata kama hamchukii baba yake na mama yake, maana yake ameleta mafarakano. Akasema na ndugu zake wa kiume na wa kike, akasema na hata nafsi yake mwenyewe hanistahili. Luka 14:25. Wewe umejikagua na hiyo wokovu ulio nao? Au na wokovu ambao ni wa correction? Kwa sababu makanisa mengi, watoto wengi waliookoka sio wameokoka kwa kuongoza sala ya toba. Wameokoka kwa sababu wamezaliwa na Ukristo. Huo sio wokovu. Mchungaji Mega ananishangaa. Si hata wewe ulikuwa unanishuhudia kwamba baba alikupiga mpaka akakwambia na kukata shingo. Kaambia kata. Nenda kamuulize mtoto wako yupi amewahi kutoa shingo yake kata. Hajaokoka.
Ungeokoka. Kama ulitoa shingo mpaka mama na baba wakakaa kikao. Baba akamwambia mama, mtoto ameshachukuliwa na hao watu. Sasa ngoja dawa ni kuchoma ile kanisa. Utachoma kanisa? Walimuua Yesu, badala ya kufikiri wamemuua ndio wamemsukuma mbele. Injili ikatufikia na sisi. Wewe utamuua mtakatifu wewe? Wapo tu na wataendelea kuwepo tu. Huu ni moto uliowaka. Hakuna namna unaweza kuzima. Haleluya. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Ikiwa tu umeokoka, una haki zako zote za kifedha na za kiuchumi. Zote. Nalipenda hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua tukiondoka utaangalia ile bango na tuchukue yale mabango yaendelee kuangalia. Ifika mahali fulani mtu mmoja alikuwa na shida sana na anaumwa sana na akatutafuta kwenye simu akatukosa, akachukua bango akasaga, akakoroga kwenye maji akanywa akapona. Akasema hilo nalo ni neno. Sasa hatuonekani na hatupatikani kwenye simu zilizoko kwenye bango. Akachukua ile bango akasema hapa dawa iko. Akasaga akaweka kwenye maji. Usijaribu hiyo. Usiakti imani. Hiyo ni ya kwako. Hiyo ni ya kwako. Na alifanikiwa na akapona. Kuna shida gani? Si imani ilikuwa na hakika? Si ameweka hakika? Injili ya Yohana mstari wa 11 na 12. Naomba tusome. Hakikisha tunasoma. Ili kesho ukimpigia askofu mkuu wa taifa unamwambia kuna mstari fulani alisoma. Unaelewa? Anasemaje? Neno la Mungu linasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Sema amen. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Haleluya. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yesu alipokuja, Israeli walimkataa. Wale ambao ndio waliokuja kuwafuata walimkataa. Akasema sawa, mmenikataa mimi. Mmenikataa na vitu nilivyobeba. Anasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Kwa kuwa hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kumbe alikuwa amebeba kitu fulani. Haleluya. Kitu fulani. Kumbe Yesu amebeba kitu fulani. Mwambie jirani yako Yesu amebeba kitu fulani. Kitu fulani ambacho wewe huna, lakini amekubebea. Amekubebea yeye, ndio amebeba, sio ya kwako, lakini yeye ameleta. Alikuwa ameleta sio kwa ajili yetu sisi. Sisi ni Biblia inasema sisi ni mzeituni mwitu. Hatukustahili. Sisi ni lile ambalo limepandikizwa. Kilichopandikizwa sio halisi. Sisi hatukuwa tumefaa. Sisi ambao hatukuwa taifa, bali sasa ni taifa. Kwa nini? Kwa sababu tumempokea Yesu. Haleluya. Haleluya. Yaani kitendo kwamba tumempokea Yesu, tukapokea na kitu alichobeba. Hebu sema kitu alichobeba. Kwa hiyo sio tu kwamba wale walimkataa na alichobeba. Sisi tulipompokea, kile alichobeba pia akatupatia. Amen. Kumbe ametupatia. Kama amenipatia, amekupatia na wewe. Ili wewe ikubadilishie maisha. Kubadilishie maisha. Kubadilishie mtazamo. Kubadilishie fikra zako. Ikubadilishie aina fulani ambayo wewe huwezi. Sio wewe utaweza. Uko uwezo tumewekewa ndani ya Kristo. Ule uwezo unanisaidia nini? Unanisaidia kwamba hata kama ilikuwa kwenye ukoo wa kwenu wote hawawezi, lakini kwa sababu Yesu ameleta kitu fulani amenipa, kwa hiyo nitaweza. Hata kama kwenye kanisa hili lote watu wengine hawataona. Nisikilizeni jamani, hatuendi mbinguni kwa mkumbo. Tunaenda mbinguni kwa kila mtu kufunuliwa siri. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukifunuliwa siri, ni siri ya kwako. Ukifunuliwa kwenye hiyo siri, uwezo wa Mungu uko ndani. Uwezo wa Mungu uko ndani. Wa kufanyaje? Wa kukupa fedha. Hii ni point tu. Hii vitu viwili, kampeni inabeba vitu viwili. Ni kampeni ndogo sana. Lakini ni kampeni ambayo saa hii kanisa linahitaji. Kanisa linahitaji kampeni. Kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kila siku tumekuja kanisani. Tangu ulipokuwa kijana mdogo umekuja kanisani. Daudi anasema nimekuwa kijana na sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki wa Mungu akiachwa, wala watoto wake kuombaomba mitaani. Badala yake ukopesha na kufadhili. Nini kinachokopeshwa na kufadhili? Maana yake wanacho. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana vitu vya kuwapa watu. Hivi vitu ni vya kwetu. Vimebebwa na nani? Yesu. Sisi tulipompokea akatupa. Tunayo. Wewe kama hujachukua, rudi kwake. Mwambie leo mimi sijachukua. Uwezo sasa, kwenye uwezo. Ngoja nikupe vitu vitatu kwenye uwezo. Vitu vitatu. Vitu vitatu. Kitu cha kwanza, ukipewa uwezo unapata utambuzi wakati wenzako hawapati utambuzi. Yaani unatambua. Yaani unatambua kitu na majira. Unafahamu kabisa hili jambo sio la sahihi. Hili jambo ni la wakati ujao. Unafahamu kabisa, ananiambia kwa nini. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Hakupa mambo matatu ukipewa uwezo. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Nakupa tu vitu vitatu kwenye ile eneo la uwezo. Sema amen. Sema amen. Mshike jirani yako, mwambie uwezo unakupa nini? Kwa sababu sasa ukisema uwezo tu na sio trekta. Mambo ya Nyakati wa kwanza ni sura ya 32, ni wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari mdogo wa 32. Haleluya. 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 Amen. Angalia neno ambalo limejificha lakini lipo tu, wala sio kwamba lipo. Anasema hivi, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Anasema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao, na wote walikuwa chini ya amri yao. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ukijua nyakati na majira na kitu unayopaswa kufanya, watu wote wa hapa watakuwa chini yako. Kaburi langu asilisogelee. Wewe unasema imeandikwa. Kisasi sio juu yenu. Kisasi ni juu ya Bwana. Kwani hujasoma? Muwe na hasira, msitende dhambi. Jua lisitwe, kungaliko na uchungu ndani yenu. Umewahi kufikiri mtu kwa nini anakaa na uchungu wa mwaka juzi mpaka leo anao? Ana uwezo. Ana uwezo. Hana uwezo. Umewahi kufikiri kwa nini mtu amefanya kazi fulani mwaka jana, mwaka juzi, mwaka ule na haoni mafanikio na haoni mabadiliko? Hata hivyo ana ng'ombe wake 2 ambao hawaongezeki. Akizaa huyo ng'ombe mwenyewe anazaaga dume, tena dume mwenyewe hatakuwa, atakula nylon baada ya muda mfupi. Hakui. Umewahi kufikiri kwa nini? Kwa sababu ndani ya ile mtu hakuna kiwanda. Uwezo ni kiwanda cha uzalishaji. Uwezo ni kiwanda cha uzalishaji. Kuzalisha mambo ambayo wengine hawayaoni lakini wewe unaona. Wengine wanasema hakuna kitu, wewe unasema kuna kitu. Wengine wanasema hatuwezi kufanikiwa, wewe unasema hapa ndio mahali pana mlango wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema hapa hatutaweza kutoka, wewe unasema hapa ndio tunatoka. Haleluya. Hiyo ni faida ya uwezo. Faida ya pili ya uwezo. Maanake wakati watu wanasema haiwezekani, wewe unasema mimi naweza. Atukuzwe yeye. Wewe fikiri huyu mtu anayeongea
Maana yake ameona kuna kitu wengine hawawezi, lakini mimi namtukuza kwa sababu anaweza kufanya mambo makubwa mno kuliko yale ni yawazayo au ni yafikirio au ni yatakayo, lakini kadri ile iko ndani yangu kwa sababu nimempokea. Kumbe mimi niliyempokea nina kitu cha kuzalisha mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, twende kwa Wayahudi. Israeli ni wafumbuzi wa kila kitu. Simu uliye nayo ni ya kwao. Tunaenda sawa? Mitandao yote ni ya kwao. Teknolojia yote ni ya kwao. Wakulima wakubwa duniani ni wao. Wewe unalima hapa Siro, kila siku unasema mimi nazidi kuwa maskini. Shamba lako badala ya kutoa mazao imekuwa inakula mazao. Wao wakija hapa watakulimia eka moja, watatoa gunia 60. Wewe kwenye eka moja unatoa gunia ngapi? Unatoa gunia ngapi? 3 hata uogopi. 3 kabisa, hata uogopi. Kwa nini unalima hiyo shamba la eka na kupata gunia 3? Umeibiwa. Gharama ya kulima eka moja nani amewahi kufanya hesabu? Acha kuwa mshamba ndani ya Kristo. Usiseme kwa sababu nalima mwenyewe, napalilia mwenyewe, hamna shida. Piga hesabu. Usichote mbegu kwenye gunia, kwenye kirindo. Nenda kanunue mbegu dukani. Lima kwa hesabu. Ukilima kwa hesabu, alafu ukafika mahali ukavuna gunia 3, siku hiyo chana karatasi ya shamba. Hajanielewa? Ambia lo, shamba, wewe sio upako wangu. Wewe nitafute upako mahali pengine. Anasema sitakufa njaa. Kwani gunia 3 si bora ungefanya kibarua? Mtu aliyefanya kibarua anazalisha gunia ngapi? Mwili wako huo tumia kwa kibarua. Unazalisha gunia ngapi? Mshike jirani yako, mwambie gunia ngapi unazalisha. Eka ni shilingi ngapi? Eka ni shilingi ngapi? Mchungaji, eka ni shilingi ngapi kupalia? Kwa kule dawa ni 50,000. Kwa hapa 30. Wakati wa mahindi kuiva sasa hivi, gunia itakuwa inauzwa shilingi ngapi? Acheni semeni ukweli wa Mungu. Gunia itakuwa inauzwa shilingi ngapi? Ni kweli hakuna watu wananunua mahindi sasa hivi? Shilingi ngapi? 40. Yule jamani mchumi. Shilingi ngapi? 40. 40. Wewe kama uza ya kwako 50 maana yake tayari soko imeanza kupanda. Yale mahindi ya kukausha inauzwa shilingi ngapi gunia? Yale ya kukausha ya kuweka juani 40. Si sawa? Sawa sawa Wewe ukienda kupalilia dawa shilingi 50,000. Eka unamaliza siku ngapi? Siku ngapi? Na wapenda ninyi na mkue na hiyo ufahamu. Siku ngapi? 3. Kwa siku 3 unagunia. Kama ni 50,000 umelipwa, kwa siku 3 unagunia na nusu, 5,000 kula ya kwako. Gunia na nini? Gunia na nini? Na nusu. Kwa siku 6 ambayo ni wiki, unagunia ngapi? 3. Sasa hiyo shamba lako si ungekodisha? Si ungetoa mkodisho hiyo shamba? Wewe unaenda kuchunga ng'ombe mwenyewe hana hata lita moja ya maziwa. Una uwezo ndani yako. Kwa sababu kama ungekuwa na uwezo ndani yako, ungejipambanua. Hii kitu hailipi. Mwambie jirani yako hivi. Sio kwamba ni dhambi ukijipambanua. Sio kwamba ni dhambi ukisema jamani mimi silimi. Wala sio kwamba utawazuia watu wasilime. Jamani walioandikiwa kulima watalima. Lakini wewe uliyefunuliwa, wana wa Isakari walikuwa watu wachache. Lakini amri yao ndio iliyokuwa inaongoza taifa la Israeli. Wao wachache, amri yao ndio inayoongoza taifa. Umewahi kufikiri mwe wachache ndio mnaoongoza taifa la Tanzania? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho tulichopokea msalabani. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Uwezo wa maana yake ni nini? Kupambanua cha kufanya kwa wakati.
kufanya jambo kwa majira na kwa wakati. Kwa sababu kama haufanyi jambo kwa majira na kwa wakati, wewe unayeweza kupalilia leo eka kwa siku 3, ngoja ufike kama yule mzee. Yuko wapi yule mzee? Huyo aliyeshika tama. Baba, wewe utapalilia kwa siku ngapi eka? Siku 4. Sasa si unaona ameshakula siku 1. Sasa kuna mwingine ametoka hapa hana nywele kichwani. Atapalia kwa siku ngapi? Saa nyingine wiki 2. Mwingine ataenda na stuli kabisa shambani. Atapalia siku ngapi? Paka mahindi yanaiva wakati bado hajamaliza eka. Fanya hivi. Usikasirike. Ukikasirika hapa wengine ndio wanapanda gorofa. Kwa sababu najua tuko ndani ya Kristo, lakini hatujagundua kuna vitu vya kwetu ambavyo Yesu ametulipia. Kwa nini wewe ufanye kitu kimoja ambacho hakikulipi na wewe unaendelea kung'ang'ana hapo hapo? Unafikiri ni kama umepigiwa msumari pale. Jamani, tuliokombolewa tunapaswa kukaa na hesabu. Haleluya. Haleluya. Fanya hesabu. Fanya hesabu. Hebu tusome ile Luka. Tusome ile Luka. Ile Luka 25. Ile Luka 14 mstari wa 25. Hebu mtu mmoja asome. Soma 25 mpaka 28. Naomba maiki. Luka 14. Maiki. Ruhusu maiki hiyo. Shika jirani yako mkono. Mwambie wewe umepewa uwezo, pambanua. Pambanua. Mwambie jirani yako pambanua. Mwambie pambanua. Mwangalie tena usoni. Mwambie pambanua. Usivae kila nguo kwa sababu kila mtu amevaa. Jana kuona vijana wanakuta wamenyoa aina fulani. Utafikiri wameambiwa wanyoe aina fulani. Kijana anatembea barabarani, suruali anataka awekee mawe kwa nyuma, ishuke kidogo. Anaona ndio mtindo wa sasa, ndio nao kwenda vizuri. Kwani nani amekwambia Biblia imeturuhusu sisi kufuatisha dunia? Sisi sio watu wa kufuatisha dunia. Sisi sio watu wa kufuatisha dunia. Kasome Warumi sura ya 12. Hatukupewa kufuatisha dunia. Hatukupewa. Sisi ndio watu wa kuanzisha kitu kipya. Tena kiwe kipya kweli. Sisi sio watu wa kufuata wao. Sisi ni watu wa wao kutufuata. Wao ndio watutafute sisi kwa sababu sisi tuna ufunuo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuna revelation ambaye ndani yetu tuna mafunuo ambao tunapewa na Roho Mtakatifu. Akituletea huo ufunuo, wengine wakati wanasema mwaka huu tunapanda mahindi, wewe Roho Mtakatifu anakuambia mwaka huu panda dengu tu. Mwambie jirani yako dengu tu. Huo ni ufunuo. Sema amen. Sema amen. Wakati wengine wanasema mwaka huu mbaazi tu, wewe unasema Roho Mtakatifu unasemaje? Nakwambia usisubutu. Hakuna bei mbaazi mwaka huu. Kwa sababu yeye Roho Mtakatifu anaenda paka India. Anaangalia magodauni ya India. Anakuta magodauni ya India bado yamejaa mbaazi. Anakuja anakuambia mwanangu, dengu ndio ana shida ya biskuti. Yesu asifiwe. Usihangaike na mbaazi. Nenda kwenye dengu, wana shida ya biskuti ya jamaa mwaka huu. Bwana kipia tu unafanya kila kitu. Soma mchungaji. 25 mpaka 28. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukui baba yake. Soma vizuri. Kama mtu akija kwangu naye hamchukui baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, ndio hawezi kuwa mwanafunzi wake. Kwa hiyo uwezo hatapewa. Amekataa. Ngoja. Sasa wewe unataka ufanane, babu yako alikuwa analima na wewe unataka ulime kama babu. Angalia jirani yako machoni. Mwambie una macho lakini hayaoni. Hiyo ndio kuchelewa sasa. Babu yako kajenga nyumba ya msonge.
Wewe unasema yaani hii. Hebu sema tembe. Wewe umekuta nyumba ya tembe, yale manyumba ya tembe yanajengewa kwenye kigongo fulani. Hata kama hamna kigongo kwenye kiploti yako unachimba chini. Unatengeneza kigongo kama mtu ambaye ananunua trekta akiamini trekta zote ni za kusukuma. Trekta zote sio za kusukumwa. Hakuna trekta iliyotengenezwa ya kusukumwa. Ni kwamba tu mtu umechelewa, huna hela. Hujanunua betri. Hujanielewa? Babu yako kahangaika, katembea na kiatu ya raio. Hebu sema raio. Sema raio. Kanda inaitwaje? Mikanda miwili. Si ni sawa? Ehe. Na wewe unasema ukienda mnadani, mnada wa hapa ni wa wapi? Simba. Mkubwa ni upi? Dirma. Ehe. Ukienda Dirma haupiti upande kuna kiatu ya ngozi. Wewe unapita upande wa kiatu ya raio kwa sababu ya babu. Hebu angalia jirani yako. Mwambie unafanana na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kilichochelewesha kanisa. Kwa sababu kanisa ambaye lazima yachukue msalabani, na kwa mafunuo hayo sasa atamuona Bwana akifanya vitu vipya ndani yake. Kama wazazi wako walichelewa, wewe usichelewe. Waambie ni wazazi. Jamani, Yesu wangu sio wa wazazi, Yesu wangu ni wa kwangu. Wao wamechelewa lakini mimi sitachelewa. Wao wamekwama, mimi sikwami. Wao wamevaa raio, mimi sivai raio. Kwanza naanza kujifunza kutembea kwenye viwango vya juu kwa sababu mimi ni wa viwango vya juu. Yesu wangu ni wa viwango vya juu. Yesu wangu ameshanipa kila kitu pale msalabani. Haleluya. Fanya hivi. Mpe Yesu makofi ya asante. Endelea baba. Mstari wa 26. 20 ngapi? 27. Hehe. Mtu yoyote asiyeuchukua msalaba wake. Mtu yoyote asiyeuchukua msalaba wa kwake. Hapo. Hebu sema wa kwake. Halo. Babu, wewe umeishi kwenye nyumba ya tembe. Mwambie babu, ningojee nikujengee nyumba nzuri. Babu, wewe umeishi kwenye nyumba ya tembe. Ni ya babu. Tena mwambie babu usibomoe ili wajukuu wapige picha nayo. Hajanielewa. Mwambie babu usibomoe ili wajukuu wako wapigie picha kama ukumbusho. Wacha hiyo ukumbusho. Lakini mimi ndani ya ufunuo wa mbinguni kutoka msalaba ninajenga kitu kizuri ambacho babu wewe kabla hujafa usife haraka. Nani amewahi kumwambia baba yake usife haraka? Subiri muujiza wangu. Mwahi kumwambia babu yako, shida ya watoto wa siku hizi wanawachukia hata waliowazaa. Usimchukie, muweke kama ukumbusho. Mweke kama ukumbusho. Mwambie, alo wewe utakuwa ukumbusho kwangu. Hata kama maneno yake yanageta, amekuleta ndio aliyekuleta. Amekujenga kwenye tembe na ukafika kwenye tembe, lakini sasa usitembee na tembe. Jamani, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tulikuwa jana, lakini sasa tunatembea kwenye upya wa Kristo Yesu. Haleluya. Hatuwezi kuishi jana baba. Hatuwezi kuishi jana. Kanisa la kwanza lilipata shida sana. Hata watu wakisuka, na sasa hivi sijui ndio linaanza tena kwa upya, sababu hata watu zamani wakisuka hawatakiwa wasuke. Jamani, kasomeni Biblia vizuri. Msisome Biblia kwa kukimbia kwa kutafuta faida yenu. Sasa watu hawasuki. Sasa watu wamekaa, wote tumefanana. Hata jambazi akija ndani akisema hii kichwa, hii kichwa na hii ipi ni ya mwanaume, wote tumefanana ni kama wanaume, unajua. Kwa sababu wote tumefanana, tumenyoa tu. Wengine hata hawanyoi, sasa wamefunga vitambaa vyao. Aibu yenu. Hata usiku mnafungaga vitambaa? Nye mkoje na nini? Nye mkoje? Mbona mnatuaibisha? Nani amekwambia watu wanalaga na kitambaa kichwani? Hata vitanda vimetufichia siri. Ni ile tu havituambii. Endelea baba. Nakuja nyuma yangu. Nakuja nyuma yangu.
hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Basi manake mimi hakuna kitu atajifunza kwangu. Yaani ukitaka kutembea na Yesu, chukua cha kwako. Sema amen. Yaani chukua cha kwako. Acha kukopi. Chukua cha kwako. Nena na cha kwako. Funuliwa cha kwako. Watu wamechelewa, wamechelewa wao. Funuliwa cha kwako. Mwaka huu wa 2025 kwenye kampeni hii, wengi wataenda kufunuliwa mambo mapya ya kwao. Hawatatembea na yale ya jana, watafunuliwa ya kwao. Watu waliokukwamisha, waambie jamani, mmenikwamisha, yatosha. Jamani, kila kitu ina majira ya kwake. Hata maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mhubiri, kila jambo kwa majira na wakati, kwa msimu wake mwenyewe. Mungu ametupa majira haya ili tuamke. Jamani, kusinzia yatosha. Tumefika mahali sasa kukucha kumeshakucha. Tuamke. Kanisa, tuamke kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuamke. Tuseme imetosha. 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 Tumekaa nchi ya Misri, imetosha. Jamani, Yesu alishatutoa Misri kule. Sisi sio watu wa Misri, sisi ni watu wa Kanaani. Watu wa Kanaani lazima wajue kuna shamba kule. Kule Kanaani kuna kumiliki kule. Kule Kanaani kuna kutawala. Kule Kanaani kuna kuwafukuza Waamori ili waondoke watuachie baraka zetu. Malizia baba. Maana ni nani katika ninyi? Maana ni nani katika ninyi? Kama akitaka kujenga mnara. Asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama. Asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama. Kwamba anavyo. Wewe umepiga hesabu, umepiga gharama? Asante baba mchungaji. Asante sana. Ulize jirani yako, wewe umepiga hesabu? Ambaye umepiga hesabu kesho? Umepiga hesabu kesho? Au umeanza safari tu alafu ukakuta watu wanasema ilarise huko wanaitaga hivyo hivyo pia. Alafu wenzako wametoka na mikuki, ukatoka na fimbo. Tutakuchapa. Acha upuuzi wako. Tutakuchapa. Niliwahi kwenda kwenye wangi fulani na ni ya kutembea siku 3. Usiku na mchana. Jamaa mmoja alikuwa meneja wa Rivaku. Akaja na malapa. Akijua atahurumiwa kwa sababu yeye ni meneja wa Rivaku. Akamwambia twende. Tembea siku ya kwanza, malapa ikakatika. Akaungaunga. Siku ya pili ikakatika kabisa na zikatoboka zikaisha. Akatupa. Akakuyanga kwa miguu. Mikafu kabisa. Unaelewa maana yake? Wewe umeingia ndani ya kanisa, umekuja na malapa wakati wenzako wamevaa buti. Watu wamepiga hesabu. Tunatakiwa tukae kwa hesabu. Anasema nani kwenu ambaye akitaka kujenga mnara asiyekaa chini? Jamani, tumekuja ndani ya Yesu lakini hatujakaa chini. Tunapaswa tukae chini. Kizazi cha sasa kinahitaji hela, hakihitaji maneno, kinahitaji pesa. Pesa iko ndani ya Kristo Yesu. Pesa hizo ili tuzipate, tupige hesabu. Tusiende na kopi ya mababu, tuende na kopi ya Yesu mpya ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame nimshukuru Mungu, nimeipa dakika. Simama nimshukuru Mungu, tutarudi kipindi kingine baadaye. Inatosha kwa sasa. Shika jirani yako, mwambie kazi inaendelea. Injili ya Kristo inaokoa. Sema amen. Na mimi nadhani ni majira ya wewe kujitafakari. Kama wokovu hujakaa sawa, okoka tena. Funika macho yako. Baba mwema na Mungu wa Israeli, tuna kila sababu ya kukushukuru wewe. Hii ni kipindi cha kwanza kwenye kampeni hii. Hii ni kampeni kubwa sana. Najua ina vita yake, lakini ina faida yake. Nami ninachokuomba Bwana, wacha tusimame upande wa faida, tusiangalie upande wa vita. Maana vita vyake ni vya kwako. Sisi hatuna vita. Naomba neema yako juu ya kila mtoto wako. Mungu, habari hii njema itaufikia ulimwengu. Sio tu hapa, itafikia ulimwengu mzima. Damu ya Yesu kwa ajili ya ulimwengu. Damu ya Yesu kwa ajili ya vyombo vya habari vitakavyotufuatilia. Naomba neema yako ipite Bwana. Fungua nchi, fungua taifa, fungua ulimwengu, wapate kujua ya kwamba pale msalabani ulileta kitu kipya kwa ajili ya ulimwengu. Nani kwa kila kuaminie. Naomba neema yako juu ya mtoto wako anayenisikiliza sasa. Fedha na dhahabu ni mali yako Bwana. Tunajua hilo.
Hapa watu hawa wamekaa kwenye milima hii. Nani atawaambia kwamba kwenye hii milima kuna dhahabu? Nani atawaambia? Nani atawaambia kwamba huenda hata hili kanisa wamejenga juu ya bahari ya mafuta? Nani atawaambia? Wafunuliwe leo kwa jina la Yesu Kristo. Naomba neema ya ufunuo ndani yao, wapate kujua ya wapasayo kuyafanya. Angalia, wanalima mashamba hayatoi mazao, wanasema wanapata gunia 3 kwa eka. Nani atawaambia haya mashamba yamebeba mafuta ndani yake? Naomba ufunuo ndani yao. Naomba ufunuo ndani yao. Naomba ufunuo ndani yao Yesu. Wewe uliye mwaminifu katika ahadi zako. Asante Yesu kwa sababu kila kitu umemaliza pale msalabani. Tupe kujua nafasi ambazo umetukusudia ili tutembee katika ahadi zako, maana wewe umetuahidi ahadi zilizo bora kuliko ahadi zingine zote. Heshima na utukufu ni za kwako. Wabariki watoto wako tunapokwenda kujiandaa kwa ajili ya kipindi kingine cha baadaye. Naomba utukufu wako uwe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Nisikilize kwa makini. Weka mkono wako tu kwenye kichwa chako. Hebu usema maneno machache, mwambie Mungu ifungue ufahamu. Hebu omba kidogo tu, omba kidogo. Mwambie Yesu afungue, kuna vitu vimekufunga. Mwombe Yesu akufungue. Kuna vitu ni kama hauelewi mahali tunakoelekea, ni kama hautambui. Mwambie Yesu, hii ndio kipindi cha kwanza, ndio msingi sasa. Tulianza jana jioni kwamba wakati wa kuamka kumeshakuwadia. Lakini Mungu nisaidie. Mwambie akusaidie, maana yeye ni msaada wao wanaomkimbilia. Yeye ni msaada wao wanaomkimbilia. Mwambie Yesu akusaidie. Haitoshi kuwa baba, haitoshi kuwa binti, haitoshi kuwa mama, haitoshi kuwa kijana. Lakini kuna kitu unahitaji ndani ya msalaba. Wacha Yesu akakufungue. Mwambie Yesu maneno machache. Mwambie aponye akili yako. Akili yako haileti matunda. Akili yako haileti matokeo yaliyokusudiwa na Mungu. Mwambie Yesu alete matokeo mema. Akubadilishe kifikra, akubadilishe kiufahamu, akubadilishe kimtazamo. Mtazamo wako umetazama kwa namna ambapo hujajua. Mungu hajakuweka hapa sio kwa hasara. Kuna sababu ya Mungu kukuweka siro, wala hajakuleta duniani kwa hasara. Alisema ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Ana mpango mwema. Mwambie Yesu, fungua ufahamu wangu. Arubo shakaribo ku. Mshukuru Mungu sasa, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Kuna vitu Mungu atafanya. Kuanzia sasa ufahamu wako utaanza kutamani vitu vingine vipya. Kuanzia sasa ufahamu wako utaanza kuona picha mpya. Utaanza kuona picha mpya, picha mpya, picha mpya, picha mpya, picha mpya. Hautakuwa kama ulivyokuja saa hii. Hautakuwa kama ulivyokuja asubuhi. Kuna vitu vipya vitaanza kuingia.